Bismillahirrahmanirrahim. Ni upi wajib wa Muislamu kutokamana na yale ambayo kwamba yanayoendelea katika Mashariki ya Kati? Ni upi wajib wa Muislamu kutokamana na matukio yanayoendelea katika Mashariki ya Kati? Yanayoendelea katika Mashariki ya Kati kiufupi ni vita baina ya iman na ukafiri. Ni vita dhidi ya Uislamu. Muamerika hampigi vita Muirani kama Muirani. Muamerika anaupiga vita Uislamu na Waislamu. Muamerika hawapigi vita Mashia, anawapiga vita Waislamu. Unajua kuna kadhia ambayo kwamba mpaka sasa hivi bado Waislamu wengi hawajaielewa. Kuna tofauti zetu sisi za kifikihi na za kimadhehebu baina yetu sisi Ahlus Sunnah wal Jamaa na baina ya Shia. Hizi tofauti zetu zitabaki katika vitabu na katika meza za mijadala na katika misikiti na katika durusi. Lakini kamwe tofauti zetu haziwezi kuingia katika kadhaya au katika kadhia kubwa kama hizi. Zinapokuja ni vita dhidi ya Muislamu au muumini mwenzetu, tofauti zetu za kifiqhi tunaziweka kando na tofauti zetu za kiakida tunaziweka kando. Yule anayepigwa vita pale ni Muislamu mwenzetu. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idha ishtaka minhu udhun tadaa lahu sairul jasad bisahri wal humma. Mfano wa waumini, mfano wa Waislamu na waumini, fi tawaddihim, katika kupendana kwao, wa tarahumihim, na kuoneana kwao huruma, wa ta'atufihim, na kusikitikiana kwao baina yao wenyewe kwa wenyewe. Mathalul jasad, ni mfano wa mwili mmoja. Idha ishtaka minhu udhun, pindi kiungo kimoja kinaposhtakia madhara, kinaumwa, tadaa lahu, hukiitikia kiungo hicho, sairul jasadi, baki ya mwili, bisahari, kwa kukesha, walhumma, na homa. Yani Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atutaka sisi Waislamu tuchukue falsafa ya mwili katika kuamiliana. Ni ipi falsafa ya mwili? Falsafa ya mwili ni kwamba kucha ikiwa inaumwa, hivi viungo vingine zaidi ya 300 haviwezi kusema sisi wacha tulale bwana, kwa sababu anayeumwa nani? Ni kucha. Hapana, vyote vinakuwa viko macho, vinakesha. Una shida gani? Kadha. Hii ndio falsafa ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alotutaka sisi Waislamu tuishi nayo. Na lao Waislamu tungeishi na falsafa hii, basi isingekuwa tunaonewa kama namna hii ambavyo kwamba tunavyoonewa sasa hivi. Lakini wa magharibi wamechukua falsafa ya farriq tasud, wagawanye utawatawala. Ndio falsafa walioichukua magharibi, na sisi tukaingia kichwa. Sasa hivi sisi tumelala, anayepigwa vita ni Muirani bwana, Mshia bwana yule. Sisi bwana hatuna habari, anayepigwa vita ni Mshia. Tumelala, hatuna habari. Lakini wakati huo wa magharibi na nguvu za ukafiri zote zimeungana dhidi ya nini? Ya Jamhuri ya Kiislamu. Wa magharibi na makafiri wote duniani wameungana dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu. Sisi bado tumelala, Mashia. Lakini mbona sisi vichwa vyetu vinasahau haraka sana kuliko hata kuku? Kweli anayepigwa vita ni Mshia? Hawa nguvu hizi mbili, Amerika, Israel, si ndio waliokuwa wanampiga vita jana Mpalestina, Mgaza? Sio kwa waliokuwa mpaka sasa hivi wanampiga vita Mgaza ni kina nani? Ni hawa nguvu mbili. Watu wa Gaza, watu wa ukanda wa Gaza, watu wa Palestina, wale Mashia nao si Ahlus Sunnah wal Jamaa wenzetu. Asa
bado tu hatujasanuka kwamba unaopigwa vita si ushia na mashia, unaopigwa vita ni Uislamu. Kadhia hii haipo katika kumiliki nyuklia au kuto kumiliki nyuklia. Haya ni mambo ya danganya toto tu. Vita ni vipana zaidi, na istratijiyat, mikakati ya hivi vita ni mipana zaidi kuliko nyuklia. Sisi tunaelewana? Kama mnafuatilia matukio yanavyoendelea, kama mnafuatilia tasrihat, posti na bayana wanazozitoa viongozi wa Amerika na Israel, mtaelewa ni kitu gani huu mchezo unachezwa kwa ajili ya kitu gani. Juzi kuna posti ambayo kwamba alitoa waziri wa vita wa Amerika, yule kafiri ambaye kwa mwenyewe amejiandika saa katika amechora tato kwamba ameandika kafir. Anasema kwamba vita vyetu sisi na Wairani ni vita vya kiimani, ni vita vya kitakatifu. Ni vita vya nini? Vya kitakatifu dhidi ya dhana za Kiislamu na za kitume, dhidi ya ngano za kitume na za Kiislamu ambazo kwamba wameshikamana nazo wa Irani. Kumbe kinachopigwa vita si nyuklia wala si mashia wala si Irani, ni dhana. Taban kwa tabiri, kwa maelezo yake kwamba asema ni dhana za Kiislamu na za kitume. Kwa hivyo unaopigwa vita ni ule Uislamu na ule utume. Sasa anayepigwa vita ni mshia au ni Waislamu na Uislamu kiujumla? Waarabu wamedanganywa wakadanganyika. Waarabu wameingia katika falsafa ya farriq tasud, watawanye utawatawala. Kuna kisa kinaelezwa ya kwamba simba alienda katika grupu la ng'ombe. Kulikuwa kuna ng'ombe wengi, hao weusi, na kulikuwa kuna ng'ombe mmoja ni mweupe. Simba akaenda akawaambia ng'ombe weusi, huyu ng'ombe mweupe huyu si mwenzenu huyu. Huyu ng'ombe mweupe si mwenzenu huyu. Angalia hata tofauti na nyinyi nyewe weusi, huyu mweupe huyu anajiona kadha. Wakawa nagombana wale ng'ombe wenyewe kwa wenyewe, wakamchukia yule ng'ombe mweupe. Simba akaja kwa ng'ombe weusi akamwambia, huyu acha nimtafune tu bwana ili mkae kwa amani. Acha nimtafune. Basi shura ikapita kwa ng'ombe weusi, mtafune bwana huyu tukae salama. Simba akamtafuna ng'ombe mweupe. Baada ya hapo Simba hakuishia hapo. Njaa ilipomuuma tena, akaanza kuwatafuna mmoja mmoja hao ng'ombe weusi, mpaka yule ng'ombe wa mwisho kabisa mweusi aliotafuna akasema, ukiltu yauma ukila thauru al-abyad, asema nimeliwa siku ile aloliwa ng'ombe mweupe. Kwamba kuliwa kwake si leo, leo amemaliziwa tu, lakini kuliwa kwake ni siku ile aloliwa ng'ombe mweusi. Lakini toka mwanzo lao wangeungana wakasema hapana hatutaki, wakaungana kwa pamoja, wasingeliwa. Sasa ndo Waarabu. Mwamerika amwambia bwana huyu ni Mwirani, huyu Mpeshia, huyu Mfursi, huyu anataka kutawala Mashariki ya Kati, huyu kwanza ni Mshia, nyinyi ni Masuni, huyu kadha, huyu mtengeni bwana. Wakaanza mizozo. Baada ya hapo akasema ngoja kwanza niende nikamtafune yule bwana ili nyinyi mkae kwa nini? Kwa amani. Wakati huo hawajui Waarabu ya kwamba Mwamerika anachokitaka ni kwamba Israel katika Mashariki ya Kati, Middle East, ataka ndio iwe superpower ya Middle East, ya kwamba watu wote wa Mashariki ya Kati wawe chini ya Muisraeli. Kitu hicho Waarabu hawajui, au wanajua lakini wanajizima data. Sasa hili litatimia vipi? Hili litatimia baada ya ngome kubwa iliyoko pale Mashariki ya Kati, Irani, kuanguka. Kwa sababu Iran ndio ngome kubwa iliyobaki Mashariki ya Kati inayozuia Muisraeli kufanya nini? Kutawala. Lakini ngome hii ikianguka,
itaanza sasa idadi ya kushuka, al-addu tanazuli, idadi ya kushuka itaanza. Yani ataanza kuliwa mmoja mmoja mpaka wote watamalizika. Yani mfano wa Iran, Israel na Waarabu wa Middle East. Iran ni ngome, ni ukuta ambao kwamba madhubuti umesimama. Israel na Amerika ni mafuriko ya maji ambayo kwamba yanakuja kwa kasi, ambapo kwamba yataka kuja kufanya kuzamisha miji iliyoko huku. Lakini hapa kuna Irani ambapo kwamba ni ukuta umezuia. Kwa maana ukuta huu ukianguka tu, ambapo kwamba uko juu, basi ujue nyie mloko huku chini ambao kwamba ndio Waarabu wengine utafunikwa tu hivi. Pap, mtatemewa tu. Yani wimbi la kwanza tu wote mtazama. Wewe unafikiri nani katika Waarabu wa Mashariki ya Kati anaweza kupambana na Muamerika na Muisrael kama hivi Iran anavyofanya? Nani hivi niambie? Ni Msaudia? Ni Mkuwait? Ni Mdubai? Ni Abu Dhabi? Ni wapi? Nchi gani anaweza? Ni Bahrain? Ni Oman? Ni nani? Ni Jordan? Hakuna. Yani lau Iran ikianguka, Amerika akitaka kuichukua Saudia ni ndani ya masaa matatu tu, au lisali moja tu tayari ashaichukua. Bahrain ndani ya sekunde kadhaa tu tayari kashaichukua. Kwa hivyo lau Iran ataanguka, la qadar Allah asijalie hivyo, basi ujue Waarabu wa Mashariki ya Kati watakuwa ni watumwa, watakuwa ni makhanithi wa Israeli, watakuwa ni makhanithi, ni wake wa Israeli. Uqsim billahi wa rabbil Kaaba, mutayakumbuka maneno yangu haya. Sayadhkuruni qaumi, Abu Firas al-Hamdani alisema sayadhkuruni qaumi idha jadda jidduhum wa fi al-lailati adh-dhalma'i yuftaqadu al-badru. Sasa hivi wanafurahia Waarabu kuwawa Ayatullah Ali Khamenei, lakini nasema kwamba watakuja kusema kama wale ng'ombe weusi walivyosema kwamba nimeliwa siku aloliwa ng'ombe mweupe. Watakumbuka kwamba kuliwa kwao ni sasa hivi, si wakati huo utakapokuja kumaliziwa. Kwa hivyo wajibu wetu sisi kama Waislamu ni kusimama na Waislamu wenzetu. Yani hapa option ni mbili tu, ima usimame na Waislamu wenzako uwe katika kundi la imani. Usipokuwa nao, manake bila shaki wala raib, moja kwa moja utakuwa na kundi la nini? La ukafiri. Manake usipomuunga Muirani utakuwa na nani? Utakuwa na muunga mkono Muisrael na Muamerika. Hivi wewe unafikiri Muisrael na Muamerika anajua haki za binadamu? Watu wanaokula nyama za binadamu, watu wanaobaka watoto wadogo wa miaka 5-6, hao ni binadamu hao? Au hamjaona mafaili haya? Nani huyu sijui Epstein si nani? Hamjaona fedheha za mafaili Epstein? Kama ndio hivyo linavyotamkwa jina lake, au kama si hivyo si Qur'ani. Katika mstari wa mbele wa watu ambao kwamba walio katika fedheha hizo ni rais wa Amerika. Sasa mtu ambao kwamba alioingia katika kashfa za kula nyama za binadamu, za kubaka watoto wadogo, huyu mtu anajua binadamu? Huyu mtu anajua ahadi huyu? Kwa sababu mfano tu wa kwamba Waarabu wanahadaiwa ni sasa hivi. Muamerika ameweka base zake katika nchi zote za Kiarabu. Kuwait iko, Jordan iko, Oman base yake iko, Iraki base yake iko, si Bahrain base yake iko. Nchi zote za Mashariki ya Kati ziko base za nani? Za Muamerika. Na hizo kambi za kijeshi za Muamerika ziko katika nchi za Mashariki ya Kati, zote zimejengwa kwa gharama za Waarabu wenyewe. Mabilioni ya dola yametolewa na Waarabu kwa kuhadaiwa ya kwamba kambi zetu zikiwa katika nchi yako, au nchi yako ikiwa na kambi yetu, basi wewe upo katika amani, tutakulinda. Lakini hawakuwa wanajua kwamba hizo kambi ziko kwa ajili ya kumlinda Muisrael, si kuwalinda wao. Dalili yake ni kwamba baada ya Muamerika kuchokoza vita na Muisrael na vita kuripuka sasa,
Mwirani kwanza kulipua makambi ya Muamerika Mashariki ya Kati na nini, hasara anaingia nani? Anaingia Mwarabu, kwa sababu ile kambi kwanza ameijenga yeye, lakini haipo kwa ajili ya manufaa yake, ipo kwa ajili ya kumhami nani? Kumhami Muisraeli. Hilo la kwanza. La pili, shughuli zao za kibiashara zimesimama, shughuli zao za kitalii zimesimama. Wewe unajua uwanja wa ndege wa Dubai? Ushafika uwanja wa ndege wa Dubai? Tuulize sisi tuliofika Dubai, tukwambie. Uwanja wa ndege wa Dubai bro ni kijiji. Yaani ile jiwanja likisimama siku moja kufanya kazi ni hasara ya mabilioni ya pesa. Wacha siku moja, lisali moja tu ukisimama kufanya kazi ni mabilioni ya mapesa hasara. Asa uwanja wa ndege umesimama kwa muda gani? Shughuli za kibiashara, nani sasa hivi anataka kwenda Dubai? Nani? Sumaona Emirates na Qatar Air zimepaki hapo. Ziende wapi? Ni hasara ngapi wamezipata? Waarabu wote ala sawa, ni hasara ngapi wamezipata? Alafu si hivyo tu, wachilia hasara za kimali. Mwirani anasema raia wake wote walioko katika nchi za Kiarabu warudi Amerika. Kila raia anataka kurudi arudi, bali wametoa wizara ya mambo ya nje ya Amerika imesema raia wake wote walioko katika Middle East wafanye nini? Warudi. Manake nini? Manake mfe wenyewe, mfe wenyewe wapumbavu. Na ukiangalia wanastahili, kwa sababu hayo ndio malipo ya watu waliowahini wenzao. Hayo ndio malipo ya wasaliti. Waarabu ni wasaliti, kwa hivyo hayo ndio malipo yao. Mfano wao naweza kutolea mfano wa Saddam Hussein, na hii hapa tutatoa funzo pia kwa wale ambao kwamba wanaosema viongozi hao wa juu wa Iran wamekufa, kwa hivyo Iran itaanguka na nini. Hizo ni ndoto tu. Nitatoa funzo hapa. Mfano wa hawa Waarabu ndio sema vichwa vyao ni zaidi ya kuku, wanasahau sana. Mfano wao ni mfano wa Saddam Hussein. Baada ya Jamhuri ya Kiislamu kuchukua nchi, baada ya mapinduzi kufanyika ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kufanywa na Ayatullahi Ruhullahi al-Khomeini al-Musawi al-Azim rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu, baada ya mapinduzi kwa muda kidogo, Saddam Hussein akaingizwa mkenge, kadanganywa na wa magharibi na wa Amerika, yani akatumika kama chambo ampige vita Mwirani Muislamu wenzake kwa niaba ya Muamerika, kwa sababu shaha wa Iran alikuwa ni kibaraka wa Israel na Muamerika walikuwa wakichukua tu mali pale vile wanavyotaka. Sasa kibaraka wao ameanguka na hawataki kupambana nao mubashara, wakamtumia Saddam Hussein kama kijidalili chao, kama kijiwakala chao, kama kijichambo chao, apigane na Muislamu wenzake, kwa sababu anajua hao wamechukua nchi juzi tu, hawana jeshi lenye nguvu, hawana silaha, hawana lolote, wataanguka tu. Haya, wakaingia vitani. Lakini wakati huo Saddam Hussein ana msaada wa Amerika, ana msaada wa Waarabu wote wa Mashariki ya Kati. Saddam Hussein anaingia katika vita, anavimba bicho, anajua hapa mimi nitashinda tu, hawa jamaa wako taabani, wa maji hawa wamechoka. Tuko vizuri sana, kwa sababu bado Irani iko tiati, iko chini kabisa. Irani akaingia vitani. Lakini kuna tofauti baina ya kuingia vitani kwa msaliti ambaye kwamba hana imani, na kuna tofauti baina ya kuingia vitani mtu mwenye imani. Wale wa Irani waliingia kwa imani moja, kaingia katika jihad, kwa sababu mtu kutetea nchi yake ni jihad. Man qutila duna malihi fahuwa shahid wa man qutila duna irdhihi fahuwa shahid. Mwenye kuuliwa akiwa anatetea cheo chake, akiwa anatetea heshima yake, huyo ni shahid. Mwenye kuuliwa akiwa anatetea haki yake, mali yake, ardhi yake, huyo ni shahidi. Wakaingia katika vita miaka 8. Saddam Hussein akashindwa. Baada ya kushindwa, angalia watu wanavyojizima data. Muirani anampiga vita Msuni, Muirani anampiga vita. Lakini nyinyi mwajua aloanza vita baina ya Muirani na Muiraki nani?
na Mwiraki alikuwa akimpiga vita Mwirani kwa maslahi ya nani? Lazima tusome haya mambo na tuifanyie kazi. Baada ya hapo, baraza la kwanza lilochaguliwa la mawaziri la Imamu Khomeini, ambao kwamba wote walikuwa ni wafuasi wake na watu wake, wote likalipuliwa katika shambulio hili. Kaja kadhia kuingia rais ambao kwamba alikuwa ni mamluki. Zikaja istirabati kubwa za kisiasa na ikhtialati zikawa nyingi, viongozi wengi wakauawa. Lakini pamoja na hapo, baada ya muda kidogo, Alimamu Khomeini yuwafa, akasema Irani tayari kwisha. Khamenei anaichukua nchi iko taaban hali, lakini akaibeba nchi hii ya Iran ndani ya miaka 40, kutoka kuwa hawana kombora hata la kumuua nzi, wacha la kulipua Israel, hawana kombora hata la kumuua nani? Nzi, mpaka sasa hivi kumiliki makombora yanayotikisa ulimwengu, kumiliki masatellite, kumiliki mifumo ya kijasusi ya hali ya juu. Kwa sababu unajua, unaposema umepiga jengo la wizara sio ya ulinzi sio ya nani Israeli sio nini, hayo yote inategemea kuwa madhubuti katika idara ya nini ya ujasusi. Hayo yote ni katika manufaa ambayo kwa yamepatikana katika Jamhuri ya Uislamu ya Kiislamu Iran kwa uongozi wa nani? Khamenei. Kwa hata kufa kwake yeye pia haichokuwa ni mwisho wa nini? Wa Iran. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tuachane na propaganda hizi za Kiyahudi. Eti juzi nafikiri ni waziri wa ulinzi ni waziri wa vita wa Amerika, au ni waziri gani, ni mmoja katika ima wa Amerika ima ni Muisraeli, asema umeona hawa Shia wanaopiga vita nyie Ahlus Sunna, waipiga vita nyie Sunna kadha. Baba, wewe pia umekuwa ni mtu wa Sunna, si ndio? Unajua Sunna sana wewe, umpenda sana mtume. Kwa hivyo hapa nikaelewa kumbe hata hizi propaganda zinazoenezwa za Ushia na Usuni ni propaganda za Kiyahudi na za Kiamerika, si propaganda ambazo kwamba zenye maslahi na Uislamu. Lakini akthara an-nasi la ya'lamun, watu hawajui, wanaona tu matukio yanaenda. Huyu Mshia, huyu Msunni, wajua apigwa vita Msunni. Kama vile apigwa vita bwana ni ng'ombe mweupe bwana, sisi weusi tupo katika amani. Kumbe simba hashibi, akimla ng'ombe mweupe akishikwa na njaa atafanya nini? Atamla. Si kuna hizi kanuni na sheria za kimataifa na nini? Sheria za kimataifa haziruhusu kumvamia mtu kama hivi pasi na haki, haziruhusu. Lakini experience, uzoefu unatuonyesha ya kwamba hawa walotunga hizi sheria mfano wao ni mfano wa simba. Kwa maana hizi sheria wametunga kama chakula cha kwao, wakiwa na njaa wanakirudia wanakila. Sio, tunaelewana? Sababu hazina maana. Ni mfano nguruwe na mtoto wake. Nguruwe anazaa alafu anamla mtoto wake. Ndio wao wanatunga sheria alafu wao wenyewe wanazivunja, wanazitunga alafu wanazila. Sio, tunaelewana? Kwa hivyo anayepigwa vita si Mwirani wala si Mshia, unaopigwa vita ni Uislamu. Na tutaelewana. Hii vita ni vita pana sana, ni vita kubwa sana. Naona kabisa kana kwamba kuna vita kubwa zaidi hii inakuja hapa mbele, ambayo kwamba itaunguza kikavu na kibichi, haitoacha kitu. Itakuja vita kali sana. Satuhriqul akhdara wal yabis, hakitoacha kitu. Ni vita kali sana. Kwa hivyo lazima Muislamu uwe na mawaqif, uwe na misimamo madhubuti, uwe na misimamo imara, na ufahamu kwamba unaolengwa ni Uislamu. Na tutafahamiana tu. Zama, masiku na muda ndio ambao kwamba utakotupa uhalisia wa hiki kinachoendelea Mashariki ya Kati. Muirani akaanguka, Waarabu wote watakuwa ni makhanithi wa Amerika na Muisraeli. Kwa hivyo wajibu wetu sisi kama Waislamu ni kusimama na Waislamu wenzetu, ni kusimama na Jamhuri ya Kiislamu, si kusimama na makafiri.
pamoja na kueleza kwamba Iran kuna utawala na wanaongoza Iran ni binadamu kama binadamu wengine, wanapata na wanakosea. Na ukisema kwamba mimi simuungi Iran au nampiga vita Iran kwa sababu walikosea katika kitu fulani na fulani, nani ambaye kwamba yeye yuko sawa? Ni mwanasiasa gani ambao kwamba labda katika wanasiasa wetu au katika watawala wetu wa Kisuni ambao kwamba utasema huyu yuko sawa moja kwa moja? Maana ukimkataa mtu kwa makosa, sharti ukimleta nafasi yake mtu mwingine, sharti awe ni mtu mkamilifu, asiwe na makosa kama huyu, kwa sababu umemtoa kwa ajili ya makosa, si ndio? Sharti umlete mtu mkamilifu. Sasa nani ambaye kwamba hana kashfa au hana kasoro katika watawala wetu sisi wa Kisuni? Haya mambo yatakana kuyatizama kwa akili pana sana, haitaki mihemko wala haitaki mambo ya kukurupuka. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allah subhanahu wa ta'ala anusuru, awape ushindi, awape kuwa, awape izza ndugu zetu wa Iran, ndugu zetu wa Jamhuri ya Kiislamu wa Iran, awape izza, awape ushindi ndugu zetu wa Gaza, ndugu zetu wa Palestina. Allahumma ansur ikhwanana almujahidin almuqawimin fi Gaza al-izza. Allahumma ansur ikhwanana almustad'afin fi Palestina. Allahumma ansur ikhwanana almujahidin almuqawimin في الجمهورية الإسلامية إيران. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المقاومين في إيران. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المقاومين في إيران. اللهم انصرهم بنصرك. اللهم الطف بهم بلطفك. اللهم أيدهم بتأييدك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين.